Rich people don't sleep 8 hours a day. Fail. You're gonna fail. And you're gonna fail. And then you're gonna win. To succeed, It's the only way to learn. You have to fail. Failure is a part of the process to become. Acha kwanza, ishia hapo hapo. Sijui nani anahitaji kusikia hili, lakini mtazamo huu hautakufanya ufanikiwe hata siku moja. Kwa miaka 3 iliyopita nilianzisha biashara kadhaa na zote zilifeli. Kwa nini? Unajua kwa nini? Kwa sababu nilidhani ili kufanikiwa kimaisha ni lazima niwe napambana muda wote, nifanye kazi mbili huku niajiriwe kule nijiajiri. Nilifanya kazi masaa 16 kwa siku nikidhani vinginevyo maisha yatanishinda. Sikuishia hapo, nilijipa moyo kuwa niache kuwa dhaifu bro. Kumbe ndio maana makaburi ya wanaume ni mengi kuliko wanaume wenyewe, na siri hii imejificha kwa wanaume wenyewe wanavyojua bila kujua. Brother wangu, sikia. Ni kweli maisha ni vita, ila sio mapambano. Vita sio mapambano. Vita sio sehemu ya kutumia hasira, ni sehemu ya kutumia akili na focus. Ukitumia hasira vitani, umefeli, maana utashambulia na usiyoyajua. Ukitumia akili vitani, utajua lini unatakiwa kurudi nyuma kama huna hasira. Utajua lini unatakiwa kwenda mbele kama huna hasira pia. Mawazo haya ya hasira katika maisha yalijaza akili yangu siku nzima. Nakumbuka nilikuwa nakula chakula cha jioni na familia yangu, lakini kiukweli sikuwa nao pale. Kitu pekee kichwani kwangu kilikuwa ni biashara bro. Nyinyi ndio mnaogongwa na magari masikini ya Mungu, maana matajiri ya Mungu hawawezi kugongwa na magari hovyo. Ingawa kiwango fulani cha kujitoa kinahitajika kwa mafanikio, unapaswa kuacha kujichukia kwa kutokufanya kazi 24/7 bro. Huu mtazamo wa hasira na haso utakurudisha nyuma sana, na nitakushawishi uache fikra hizo. Fikiria kwanza, je, mtu aliyefikia mafanikio unaoitamani yuko wapi? Tuseme ndoto yako ni kuwa podcaster na unataka kufikia kiwango cha Joe Rogan. Muangalie Joe Rogan. Je, anaonekana kama mtu mwenye hasira huyo? Ama anaonekana mahangaiko usoni? Jibu ni hapana. Sasa wewe, mbona kama kila kitu kigumu? Mara nyingi anaonekana mtulivu na relaxed. Bila shaka anafanya kazi kwa bidii sana, lakini inaonekana kama anafurahia anachokifanya. Kwa nini? Kuna aina mbili za malengo. Malengo ya mbele, front facing goals. Yale yanayoonekana kwa watu ni kama vile kuzungumza hadharani, kutengeneza content, kufanya kazi na wateja au mahusiano. Ndo wazungu wanaita front facing goals. Pia kuna malengo ya nyuma ambayo ni malengo ya pili. Wazungu wanaita back facing goals. Yale ya kufanya peke yako kama kuandika, kuwekeza au mazoezi. Sasa fikiria, ukifuata mtazamo wa hasira kwa malengo ya mbele, umeharibu. Tuseme unataka kuwa YouTuber. Hapo sasa ndo unafanya kwa hasira. Mahasira peleka mazoezini bro. Wewe ni YouTuber, alafu unatazama video za motivation zinakushawishi uanze kufanya kazi masaa 15 kwa siku. Unafikiri sisi watazamaji tutaona nini? Mtu aliyekosa usingizi ndo tukuangalie? Au mwenye msongo, mwenye energy asi, alafu tuko pale tunakutazama tu wewe? Hakuna anayetaka kuangalia au kufanya biashara na mtu anayeonekana mwenye hasira ama msongo wa mawazo kila wakati. Lakini fikiria ungepata usingizi wa kutosha, ukaanza siku kwa furaha, alafu ukaenda kurekodi, energy yako ingekuwa tofauti kabisa. Wanadamu wana uwezo mkubwa wa kusoma ishara ndogo, body language, micro expression, vibe. Huwezi kuficha hali ya ndani bro, na sisi wasomaji hali hiyo tupo. Hali ya mtu usomeka zaidi ni pale anapotaka kuificha. Jifanye unaficha matatizo yako, halafu unakuja mbele ya kamera tukujudge. Sasa sikia, na hata wale wanaofundisha kufanya kazi 24/7 mara nyingi hawafanyi kabisa hivyo kwa ukali unaodhani. Wanaishi, wanacheka, wanafurahia maisha yao. Sasa kwa sisi wasikiaji, tatizo ni condition ya akili. Ukijilazimisha kufanya kazi ukiwa na hasira au msongo, ubongo unaanza kuhusisha kazi na maumivu bro. Matokeo yake, motivation hupungua, creativity hushuka, kuchelewa kimaisha huongezeka. Ndio pale unaingia kwenye hali mbaya. Unajisikia vibaya unapofanya kazi, na pia unajisikia vibaya usipofanya kazi. Sasa utaishia wapi? Hapo bado unadhani unahitaji sumu ili ufe? Hapana, utakufa tu taratibu bro. Unafikia kwenye kiwango ambacho kwenda kazini utaki, kubaki nyumbani utaki. Unatafuta nini kama sio kifo? Solution ni hili. Nenda kazini kwa mtazamo wa kawaida na unaofurahisha. Usijenge maisha ya kazi bure. Waswahili tunaita kazi bure. Ongeza hobbies, ongeza marafiki, ongeza familia na uzoefu wa maisha kwenye maisha yako. Watu waliofanikiwa mara nyingi wanaonekana watulivu, wenye balance, wanaojua lini wapambane na lini wapumzike. Usipojua hayo, hutokuja kufanikiwa hata siku moja. Acha fikra ya kujilaumu kila dakika usipokuwa unaweza.
maana mafanikio ya maisha ya kweli ni mchanganyiko wa nidhamu na maisha yenye furaha. Jaribu kwa wiki moja, tengeneza ratiba yenye kazi na burudani ndani. Usipoweka hayo, jiangalie sana bro. Angalia kiutofauti sana kwenye motivations energy, na akili yako itumike pia. Wanasema ya kusikia changanya na ya kwako. Furahia safari ambayo unatembea. Usipofurahia, badili njia hiyo. Tumia busara tu, utafanikiwa sana. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu pia. Hii ni UGC Speaker, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Amin.